itare nawe, ditora itare nawe, ditora itare nawe goroine. Akwa niwe jirigirire, niwe jirigirire, niwe jirigirire goroine. Akwa Jesu niwe jirigirire, niwe jirigirire, niwe jirigirire goroine. Akwa niwe mwihoko wakwa, niwe mwihoko wakwa, niwe mwihoko wakwa goroine. Akwa Jesu niwe mwihoko wakwa, niwe mwihoko wakwa, niwe mwihoko wakwa goroine. Akwa ditura itare nawe, ditura itare nawe, ditura itare nawe goroine. Akwa Jesu ditura itare nawe, ditura itare nawe, ditura itare nawe goroine. Dogyoke madani, dogyoke, dogyoke madani, dogyoke, dogyoke madani, dogyoke. Goroyam kwa ikene ni gweda kwa niria nawe, ni gweda kwa niria nawe, ni gweda kwa niria nawe. Goroya kwa ikene duyuke madani, duyuke, duyuke madani, duyuke, duyuke madani, duyuke. Goroya kwa ikene ni gwada dona genawe, ni gwada dona genawe, ni gwada dona genawe. Goroya kwa ikene duyuke madani, duyuke, duyuke madani, duyuke, duyuke madani, duyuke. Goroya kwa ikene ni gwada kayumenya genigena puno niwe. Todo leo jikarawe gadau kanyeda igosiole. Iriasya kwa iriadea gama emaya yuaga. Onagu siakwe hubasyo.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni siku ingine njema Bwana ametupa kuangalia neno lake, na amekuwa mwaminifu. Wiki baada ya wiki tumemuona. Ni ajabu hatujawahi kukosa hata siku moja, na nasema ni Mungu angetaka kuangalia neno lake ambalo anasema nilituma neno langu likawaponya, ambalo kwetu ni uponyaji. Kwa hivyo ni vizuri kila wakati tunapopata nafasi ya kuangalia neno la Mungu, tunapopata nafasi ya kulisoma, kujifunza. Siku ya leo ni somo letu la 19 na jina ni Jakamoyo. Jakamoyo ndio niliangalia katika utafiti wangu. Kulikuwa maneno mengine lakini nikaona Jakamoyo ndio neno ambalo linafaa zaidi. Ni kwa mfano naenda mahali ama nina himizo fulani kufanya kitu, lakini nakuwa na sauti ingine inaniambia hiki kitu nataka kufanya ni kigumu, kitakuwa na ugumu fulani, ama kitakuwa na matokeo fulani ambayo si mazuri. Lakini naamua nitafanya kwa sababu ni muhimu. Sijatoka nje ya mapenzi ya Mungu, niko katika mapenzi ya Mungu. Kuna mambo mengine na ni tofauti. Jakamoyo ni tofauti na dhamiri, kwa sababu nikitaka kufanya kitu ambacho hakifai, dhamiri yangu mara moja ikiwa hai inanizungumzia, inaniambia hapana. Mfano mzuri ningetoa kama mfalme aliyeitwa nani? Daudi. Siku moja akamuona mwanamke, akatumana, hebu huyo mwanamke niliona nyumba fulani anafanana hivi, ni nani? Akaambiwa, hata mume wake anaitwa fulani. Kwa hivyo alijua huyo mwanamke, na hata bwana yake, mume wake alimfahamu. Lakini akasema, nendeni mumlete kwangu. Dhamiri yake ilimzungumzia bila shaka, lakini akaikataa. Siongei mambo ya dhamiri. Dhamiri yetu kila wakati tumeambiwa tuwe na dhamiri safi. Sasa Jakamoyo, nimeamua, na jambo ambalo nimeamua litakuwa na matokeo mazito, lakini hata hivyo ninaamua kwa sababu Roho Mtakatifu akiwa ndani yangu amenifungulia. Pia nina uhuru wa roho. Ninazungumza mambo ya Mtume Paulo na huduma yake. Kwa hivyo leo tuna kitu ambacho tutakazia ni Jakamoyo. Katika mambo ambayo tunakutana nayo, Jakamoyo katika maisha. Tuko katika Matendo 20. Tutasoma mstari wa kwanza mpaka wa 17, na hiyo inasema huduma. Anaendelea na huduma. Lakini hapo kuna sehemu tatu. Kwanza ni kuondoka kwenda huduma. Some tu mstari wa 21 mpaka 6. Lakini tutasoma tu 1, 2, 3. Ndio sababu ya wakati. Mengine tutajisomea wenyewe. Bahati yangu mimi nimesoma na si mara moja. Sababu nasoma, narudia. Lakini nyinyi labda kani mara ya kwanza utajipatia wakati mzuri usome. Tusome. 1, 2, 3. Kishindo kile kilipokoma, Paulo akatuma kuwaita wanafunzi, akawaonya, akagana nao. Kisha akaondoka aende zake mpaka Makedonia. Naye akiisha kupita pande zile na kuwafariji kwa maneno mengi, akafika Uyunani.
Alipokwisha kukaa huko miezi mitatu, na Wayahudi kumfanyia vitimbi, alipotaka kwenda Samu kwa njia ya bahari, basi akaazimu kurejea kwa njia ya Makedonia. Fike hapo. Sasa ni Paulo. Na hapo tunasema inaonekana kabla ya hapo, na ndio tulisoma wiki iliyopita, walikuwa Efeso, na Efeso kukatokea ghasia za ajabu. Na hata kama ungempata Paulo ndiye alikuwa na haja naye, lakini wakawapata wawili wasaidizi wake wakawashika, kwa sababu wanaharibu uchumi wa Efeso. Naona kwa sababu kuna hekalu kubwa la Mungu mwanamke anaitwa Dina, na pia anasema pia kuna ishara ambayo ilitoka mbinguni kutoka Zeu ikashuka. Kwa hivyo yao walikuwa wana ibada ya sanamu, na biashara ya kutengeneza sanamu ilikuwa kubwa. Lakini Mungu akaingilia hiyo hali vile tuliona, na hakukutokea ubaya. Mkutano ukatawanyika. Na tunaambiwa sasa Paulo akatoka Efeso, na tunaambiwa akawaita wanafunzi, akakumbatia, kisha akawaacha, akasema sasa mimi naenda. Ametoka sasa Efeso. Anasema akaelekea Makedonia. Na huko kila mahali tunaambiwa akakuwa na hudumu Makedonia. Na mnakumbuka Makedonia pia alikuwa huko mbeleni. Na pia kila mahali alienda baada ya changamoto. Hakuna mahali alienda ati akahubiri vizuri, akapokea, hapana. Kila mahali ilikuwa changamoto baada ya changamoto. Lakini akaendelea. Akatoka huko sasa, ameamua sasa anaanza safari yake kuelekea Yerusalemu, anarudi Yerusalemu. Na tulisoma wiki iliyopita ya kwamba alihimizwa na Roho, akiwa na himizo kutoka kwa Roho, akaamua arudi huko. Na Roho yuko pamoja naye. Sasa anaelekea Uyunani. Tunaambiwa akapitia Uyunani, na huko akakaa miezi mitatu. Mahali ambapo kulikuwa na wanafunzi. Mahali ambapo Athene ilikuwa tu ni mawazo, ni story, ni hadithi tu, na fikira tofauti. Lakini sasa akiwa akaona ya kwamba aende apitie Shamu sasa. Aende Shamu. Shamu ndio tunaita siku ya leo Syria. Kwa hivyo ni mahali pako mpaka leo. Mahali alipitia. Alikuwa anataka kwenda, lakini tunaambiwa alikuwa anataka kwenda huko akisafiri kupitia bahari. Lakini akasikia kuna njama. Hiyo hakuwa anajua, amepanga safari akasikia kuna njama. Kwa hivyo akaamua wacha wasaidizi wake hao waende wakutane huko. Lakini yeye apite, hakwenda kwa bahari. Kwa hivyo mahali walikuwa wamempangia wakakuta ni watu tofauti. Wanakuja, Paulo hayuko. Wakajua kama vile Daudi alisema katika Zaburi, ule mtego wa wawindaji haukunipata, umenikinga na mtego wa wawindaji. Wamemtega lakini akaepuka. Kwa hivyo akaondoka, wenzake wakamtangulia, yeye akabaki, akaenda kwa njia, akaenda akasafiri kutoka Filipi ili wakutane tena baadaye. Yeye akapita, yeye hakwenda mahali walikuwa wamemtegea, wamefanyia mpango, akaepuka. Kwa hivyo katika maisha haya tunaambiwa sio Paulo tu anahubiri, hata katika maisha yetu ya dunia tutakutana na watu watatuwinda kwa njia moja ama nyingine,
Wayahudi ilikuwa wivu. Kwa hivyo hata watu wengine watatuinda kwa sababu ya wivu. Na hiyo webuiwe ndio sababu tunawindwa. Nilisikia kisa cha mhubiri mmoja ambaye alikuwa mwizi. Siku moja wakaondoka na rafiki zake, akaenda na hakurudi usiku. Asubuhi yake akarudi. Na tunaambiwa na kwake kulikuwa na ibada ya nini inaitwa ya ushirika. Jioni polisi wakakuja wakamshika. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa jioni wanaenda kuvunja maduka. Na ilifika mahali fulani, gari fulani ikapatikana. Hiyo gari yao mtu akajua. Hiyo gari ilipopatikana, wale wezi si walikuwa kikundi, wakamtambua yeye alikuwa mmoja wao. Sasa sisi si wahaliambiwa tusikishikwa na tukishtakiwa, tushtakiwe kwa mambo ya wivu, mambo ya dini, mambo ya haki, ambapo hatujafanya yale wengine wanafanya. Kwa hivyo yeye alipojua kuna mpango akaenda njia tofauti. 7 mpaka 12. Sasa tunaambiwa yeye akaenda kutoka Filipi, wao tena wakakutana. Yeye amepatia Filipi. Hebu tusomee 7 mpaka 7:8-9. Hata siku ya kwanza ya juma tulipokuwa tumekutana ili kumega mkate, Paulo akawahutubu akiazimu kusafiri siku ya pili yake, naye akafuliza maneno yake hata usiku wa manane. Palikuwa na taa nyingi katika orofa ile tulipokuwa tumekusanyika. Kijana mmoja jina lake Eutiko alikuwa ameketi dirishani akalemewa na usingizi sana. Hata Paulo alipoendelea sana kuhubiri, akazidiwa na usingizi wake, akaanguka kutoka orofa ya 3. Akainuliwa amekwisha kufa. Tufike hapo. Sasa wameenda na wamefika mahali panaitwa Teroa. Wakakutana hapo. Hao wameenda na marikebu, wamepitia njia ya bahari, Paulo wamepitia njia ya miguu. Yeye kutoka Filipi wakaenda wakakutana hapo. Sasa wamekutana na kuna siku ya kumega mkate, wakafanya ibada ya kumega mkate. Hiyo ndiyo tunaita meza ya Bwana, ambayo katika kanisa la kwanza tukiangalia ilikuwa ni ibada ya muhimu sana. Lakini siku za leo makanisa mengi na ukiangalia hata ya Kipentekoste hayafuati. Kwao si kitu. Watasema nakumbuka kuna kanisa moja nilikuwa na kila siku tulikuwa tunamega mkate. Baada ya ibada lazima tungekuwa na meza ya Bwana. Sababu si sherehe ya dakika mingi, lazima tungekuwa nayo. Hakuna ibada tulikuwa nayo bila. Kanisa lingine nilikuwa tunamaliza miezi 3. Hata ile kanisa aliko, kuna wakati tulikuwa hata tufanyi meza ya Bwana kabisa. Mnakumbuka washiko? Miaka inapita na hata hatufikiri hiyo ni muhimu. Na tunaambiwa sasa ni siku hiyo ya kwanza. Na siku ya kwanza wanakutana. Na Paulo anawahutubia. Si anajua siku zake zimebaki chache. Kwa sababu lazima alisema ana ratiba ya kufika Yerusalemu. Na alikuwa kuna sikukuu kubwa, alikuwa afike wakati wa sikukuu. Kwa hivyo anapata wakati wake. Kwa hivyo hapa wanakutana na anawahutubia. Na alikuwa kwa nyumba ya ghorofa la 3
chumba fulani, na tunaambiwa kuna bwana mmoja anaitwa Yutiko, naye alikuwa amelala juu ya dirisha, na tunaambiwa ikafika wakati akaanguka. Sasa ni saa 6 ya usiku wa manane, tunaambiwa akaanguka kwa sababu alishikwa na usingizi. Ni ajabu huyo anashikwa na usingizi wakati wa usiku. Siku ya leo utakuta kanisani watu wanashikwa na usingizi asubuhi. Sijui kama umewahi kuona hivyo wadada. Watu wako kanisani wameimba vizuri, lakini wakati mhubiri na hubiri unakuta watu kadhaa, labda watu hata kwa 6, 7 wamelala kabisa. Mtu amelala na yuko kanisani. Afadhali huyu angaa ilikuwa labda atazoea mahubiri marefu hivyo, yamefika sasa saa 6 za usiku na hatujui kazi ile alikuwa anafanya. Si labda alikuwa pia ametoka kazini akija ushirika. Ndio sababu siku za leo hatuweki ibada hizo ndefu hivyo, kwa sababu tunajua watu wana mambo yao, si ndio? Hata ushirika kwetu tunasema siku ya Alhamisi kuanzia saa 4 mpaka saa 6. Tukichelewa sana saa 6:30 ndio watu warudie mambo yao. Na tunaambiwa sasa, si mtu umesikia mtu ameanguka, sio inakatisha ibada. Tunaambiwa Paulo akateremka akamkuta mali ameanguka, amekufa. Tunaambiwa akamkumbatia, akawaambia yuko hai. Mtu amekufa akamwambia yuko, akarudi. Akaendelea na ibada. Ibada haikusimama. Na Yutiko yuko wapi? Huko chini bado. Mpaka asubuhi. Asubuhi akaagana nao mpaka alfajiri. Tunaambiwa alfajiri wakati kuna kuja kupambauka ndipo akaondoka. Anatoka mapema kwa sababu anajua masaa, si ndio? Kwa hivyo tujue kuweka masaa. Yeye usiku akatumia kuhubiri, lakini hakulala, akaendelea. Na tunaambiwa ndio wakati walienda wakamchukua kijana wakamleta kwenye kusanyiko nikiwa hai. Tunaona Mungu akijidhihirisha. Shetani tutasema shetani ama mkasa ukitokea unakuja kuharibu kazi na huduma, lakini Paulo hakuruhusu, akamponya na akaendelea. Sasa kuanzia kitu cha sasa tumeona muujiza, tumeona ameondoka, ya pili tumeona muujiza, ya tatu tunaona kuendelea. Kwa sababu mstari wa 13 tusomee 13 na 14 tu. 13 na 14. 13:14. Lakini sisi tukatangulia kwenda Merikabuni, tukabiri kwenda Oso, tukikusudia kumpakia Paulo huko, kwa maana ndivyo alivyoagiza yeye mwenyewe. Aliazimu kwenda kwa miguu. Alipotufikia huko Aso, tukampakia kisha Mitilene. Sasa wamefika Mitilene. Paulo yakawaambia nyinyi muendelee, mimi naenda mguu. Kwa sababu zake, labda anajua akienda mguu ana huduma kuliko akiwa kwa mwili, si ndio? Na anajaribu wakati kufanya mengi yawezavyo. Badala ya achukue meli akaona acha nipite miguu. Wakakutana huko kunaitwa Mitilene. Na Mitilene wakasafiri hadi Mitilene, kisha Samo, halafu wakafika mahali panaitwa Mileto.
Na tunaambiwa Paulo anaharakisha sana, na anaharakisha kwa sababu anataka sikukuu Yerusalemu ikifika awe huku. Basi anataka kuona watu wa Efeso. Akiwa huko Mitilene, basi akatumana wazee wa kanisa wa Efeso waitwe wakutane naye huko, kwa sababu akaona sasa akitoka hapa aende Efeso atahudumu na wakati hana. Basi akawaitia, akafanya afadhali waje wachache wazee wakutane naye huko huko, kwa sababu anataka sikukuu ya Pentekoste ikifika awe huko Yerusalemu. Kwa hivyo akatuma ujumbe wa kanisa wazee waje kwake. Tunaona nini funzo katika hayo yote? Funzo ni hili: Mungu ndiye anatuwekea mzigo na anatutayarisha kwa huduma na atatutuma kwa huduma. Sasa yale mambo yangetusumbua ama yangekuwa tatizo kwetu tunayaweka kando. Tunakaza mwendo kuelekea kutimiza hatima yetu. Hatima yetu katika Mungu. Tujue hatima yetu iko katika Mungu. Yaani siku zangu za mwisho ama vile nitaisha ama kule nitapitia, hiyo si ndio hatima. Na mwisho kabisa mahali nitaishia, mahali nitasimama na iwe nimekomeshwa hapo. Si kila siku tunasikia mtu fulani amekomeshwa. Hiyo iko katika mikono ya Mungu. Kwa hivyo Paulo akapanga kama mtu anajua hivyo. Na tunaambiwa sasa anaharakisha ili kiwezekana afike Yerusalemu siku ya Pentekoste. Kwa hivyo akawaambia nina haraka, na akatumana hao waje. Katika Yohana 9:4 ndilo funzo letu kwa hayo yote: kuondoka, miujiza na kuendelea. Inasema hivi: imetupasa kuzifanya kazi zote aliyenipelekea. Inasema hivi: imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka, maadamu ni mchana. Usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Ni Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo akizungumzia mitume wake. Anawaambia hizi kazi tunafanya si zetu, sisi tu ama mimi Yesu nilikuja nikafikiri tutafanya. Ni kama sasa mimi na pale kwangu nyumbani, si kuna kazi tofauti. Hizo ni mimi naamua Naamua ningetaka kupanda miwa. Naamua ningefanya hivi, ndizi. Natafuta mtu. Ningetaka hivi, nafanya. Lakini Yesu alikuwa anazingatia ya kwamba saa yote na anaeleza mimi ni kutumwa, nilitumwa. Na ule alinituma alinipa kazi. Na ninyi nimewaita mkae na mimi niwafundishe muendeleze hizo kazi. Kwa hivyo imetupasa tuzifanye hizo kazi. Na kufanya kazi ina maana kujua katika maisha haya hakuna kitu muhimu kama hiki. Kwa sababu yule aliyetumana hiyo kazi, huyo ni wa milele. Na hizo kazi malipo yake ni ya milele. Kwa hiyo tunapojishughulisha na mambo mengi, tujiweke mapenzi ya Mungu kwanza. Na tujitahidi vyovyote tuwezavyo kukamilisha kile tumepimiwa. Sababu kila mtu ana wito tofauti na kazi tofauti. Sasa Paulo yeye alijua hivyo. Kwa hivyo unaona anaenda mahali, anaona kijana anaitwa Timotheo, na anasikia huyo kijana ana sifa nzuri, anamwambia twende. Na tunaona ana wafuasi wale wanaenda wakimsaidia kazi, na akiwaachia hiyo kazi kwa sababu anajua hata kuwa kila mahali angetaka kuwa wakati wote.
Si ni kweli? Hata sehemu wakati mwingine Timotheo walikuwa Timotheo na Erasto nafikiri wakaachwa mahali. Yeye akaendelea. Ndio wamalize na wafanye kazi ile wametumwa. Jambo la pili, himizo. Himizo. Si ametumana wale waje. Wazee wa kanisa la Efeso wakawaambia waje na wakakuja. Sasa hebu tusomee mstari wa 12 mpaka 20. Ati 12. 18 mpaka 20. Samahani. Walipofika kwake akawaambia, ninyi mwenyewe mnajua tangu siku ya kwanza nilipokanyaga hapa Asia, jinsi nilivyokuwa kwenu wakati wote, nikimtumikia Bwana kwa unyenyekevu wote na kwa machozi na majaribu yaliyonipata kwa hali za Wayahudi, ya kuwa sikujiepusha katika kuwatangazia neno lolote liwezalo kuwafaa, bali niliwafundisha wasiwasi na nyumba kwa nyumba. 19 20. Asante. Sasa wamekuja wazee, na ni ajabu vile Paulo anazungumzia akiwa na ujasiri, kwa sababu anawaambia nyinyi mnajua nilipofika Asia mara ya kwanza, si tunaambiwa Asia aliingia Efeso. Nyinyi mnajua huduma yangu. Na kuna maneno hapa anazungumza. Anasema kwanza anataka kwanza kuwakumbusha, na hiyo ni kwa muhtasari ama kwa ufupi, anawaambia mnajua vile tuliishi na nyinyi. Vile alimtumikia Bwana Mungu kwa unyenyekevu wote. Unyenyekevu. Na unyenyekevu ni nini? Unyenyekevu ni kuwa mtu ajioni yeye, anaona kazi zaidi ya yeye, anaona huduma kumuliko. Kwa hivyo alikuwa mnyenyekevu. Paulo tunaona hakuwa mtu ule wa kuambiana, wewe mtasikiliza, mtafanya vile nasema. Hapana. Alinyenyekea hata kuwafundisha. Kwa sababu anasema akilia na kuvumilia majaribu. Yaani alikuwa na machozi kwa sababu ya huduma, lakini akavumilia majaribu ya Wayahudi. Kwa sababu ya Wayahudi ambao hili neno lilikuwa lao, wamekataa, na badala yake ni kumkashifu tu, ni kumshambulia, ni kumshtaki. Sasa alisema alijitoa kikamilifu. Tunajua tunapofanya kazi tunaweza tukafanya kikamilifu, ama tunaweza tukufanya tu ndio mchana ukwisha. Kuna watu wanafanya kazi lakini ile kazi amefanya kwa sababu labda hana mtu ule amemsimamia, anafanya masaa mawili, mengine amelala, mengine anafanya shughuli zake. Si tunajua hivyo? Hata we labda umewahi kumpa mtu kazi, ukija unakuta hakuna kazi amefanya. Sasa Paulo anasema alijitoa kikamilifu. Yaani dhamiri yake mshtaki ya kwamba hakumaliza. Akiwahudumia hadharani. Si hadharani ni wakati umekutana hapa. Na pia nyumba kwa nyumba. Akisikia washiko, hajamuona yuko kwa washiko. Akisikia wadana, yani hiyo ndio ilikuwa
Na tunaambiwa alikuwa anafanya hivyo usiku na mchana, akilia ya kwa machozi, alikuwa tu anashuhudia toba ya Bwana Mungu na imani kwa Bwana Yesu, ya kwamba tubuni kwa Bwana Mungu, muwe na imani na Yesu. Yesu amekuja, amelipa, pokeeni hiyo tu ndio. Ishirini na mbili, tusomee 22:3. 22:3. Hiyo mistari miwili tu. Basi sasa angalieni, nashika njia kwenda Yerusalemu, hali nimefungwa rohoni, nisiyejua mambo yatakayonikuta huko, isipo mtakatifu mji kwa mji hunishuhudia, akisema ya kwamba vifungo na dhiki vyanigoja. Hiyo ndio tunaita nini? Jakamoyo ndio hiyo. Ya kwamba anaenda Yerusalemu, na aliposema anaenda Yerusalemu, Roho Mtakatifu alimkubalisha. Alikuwa na uhuru wa roho na akapanga hivyo. Sasa nawaambia nyinyi, mnajua ya kwamba sasa mimi naenda, lakini katika roho nimefungwa. Mnaniona mtu tu anaongea, na hiyo ni kawaida ya sisi wanadamu. Ukiniona hapa sasa, mimi huwezi ukajua wadani. Unajua kwa mfuko nina pesa ngapi? Unajua nyumbani ni nini na ningoja? Huwezi ukajua. Sasa Paulo alikuwa hivyo, watu hawajui, lakini anawaambia ukweli wake ya kwamba rohoni nimefungwa, kwa sababu kila mji nimekuwa, Roho amekuwa akinishuhudia ya kwamba, Roho Mtakatifu ya kwamba dhiki, mateso yananingoja. Sasa wewe fikiri, huo ni kujitolea namna gani? Na ameamua tu yeye ataenda. Ati minyororo inaningoja Yerusalemu. Na ni kweli akitoka Yerusalemu si alitoka na minyororo, tutaona baadaye. Lakini hiyo haimzuii na haifanyi aogope aseme hataenda. Kwa sababu anasema kwake hayo yote hayana maana. Maisha yake, niliwaambia, maisha yangu si yangu. Hii maisha yangu niko nayo si yangu, ni ya Mungu. Kwa hivyo si hofii maisha yangu. Kwa hivyo sina haja mimi kujihofia. Lakini najua matatizo yako mbele. Akasema ni lazima nikamilishe mwendo wangu na huduma niliyopewa na Bwana Mungu. Huduma hii yangu nilipewa na Bwana Yesu. Si walikutana naye akienda Dameski? Na akamwambia alipomuuliza nifanye nini, alipojua sasa huyu amekuwa kitesa ni Bwana Yesu, akasema lazima nikamilishe huduma yangu kwa Bwana Yesu. Ya kwamba maisha si yangu. Lakini siku ya leo watu wakihubiriwa wengine wanakasirika. Si ndio Adamu? Wakiambiwa kujeni ibada, wacheni kuchelewa kanisa. Huyu mtu anatusomea sana. Yaani watu wajielewi huduma na kumtumikia Mungu ni nini. Paulo alielewa. Kwa hivyo hata ndio anasema maisha yangu sio yangu mwenyewe, ni ya wenyewe. Akasema, na ni jambo mzito, akawaambia
mimi kwa macho hamtaniona tena. Roho amemshuhudia kwamba huku hutarudi. Akasema hamtaniona tena. Lakini akasema sina hatia ya damu ya yeyote wenu, kwa sababu nimewapa habari kamili. Kwa sababu hakuna wakati wowote alikwepa kutangaza shauri lote la Bwana Mungu. Hakukwepa. Lakini sijui kama sisi wahubiri wote tutasema hivyo. Kwa sababu ukienda makanisa mengi na hasa ya Kipentekoste na haya hata mengine, watu wanaambua mambo ya huko duniani, si ndio? Huku wewe hujabarikiwa kwa sababu ulipi fungu la 10. Tumesoma mahali Paulo anawaitisha fungu la 10. Anawaitisha watume pesa wafunguliwe. Sasa hivyo ndivyo anasema yeye damu ya mtu hana. Na ndio Bwana na Mwokozi wetu akaonya. Kuna wengine watasimama wakisema tulifanya, si ndio? Tulihubiri, tulikula na wewe, tulikuwa na wewe, ulituhubiria. Wengine watasema hata pepo tulifanya nini? Tulifukuza kwa jina lako, tulihubiri. Alafu atasema mimi sikujui. Kwa sababu hii gani? Kwa sababu uliwacha deni ya damu ya watu. Uko na deni ya watu kwa sababu hukuambia ukweli. Wewe uliwaambia tu mambo ya miujiza, mambo ya shetani. Na ndivyo Gibson leo akaleta swali. Yes, kutoka ni Timotheo kwanza 4 mstari wa kwanza. Ati watu wataacha kutamani ukweli na hata wataacha kuhubiri imani katika Yesu. Waanze kudanganywa, wafuate udanganyifu wa nini? Mashetani. Siku ya leo makanisa mengi na ukiangalia yako kwa TV ni shetani anahubiriwa, si Mungu. Kwa sababu utasikia ni shetani, tumeona watu wamepagawa wakiongea. Na pesa zikiingia. Lakini hawaambiwi shetani ameshindwa. Huyo mtu akija tumfungue. Na tutamfungua kwa pesa hizo unatuma, hapana. Ni Yesu anamfungua. Yeye akasema mimi nina huduma yangu nikamilishe na deni yenu nimelipa. Singekuwa vizuri sana. Washiko. Hata mimi leo nikiulizwa Sabasaba nitasema sina deni yao. Niliwahubiria neno lile nilipokea. Ukweli ule mimi nilijua, nikawaeleza vizuri. Lakini akamwambia hamtaniona tena. Ni maneno mazito hayo. Ati hamtaniona usongo au hamtauona tena. Kama tutaonana ni kule juu. Nakumbuka najua saa nyingine wanasema kitu lakini baadaye unauliza ningefanya hivi, si ndio? Nakumbuka nilipokuwa nafanya kazi kuna mama mmoja hawa masista si unajua masista wa dini wa Katoliki na pia kuna makanisa iko na hao Nilikuwa nafanya kazi ninamhudumia. Tukaongea nikamuuliza habari ya fulani. Akaniambia yeye alikuwa ametoka wapi? Nchi inaitwa Finland. Walikuwa missionary. Akaniambia basi tutaonana. Akasijua aliniambia ni kama anaenda. Akaniambia sasa hata mimi ninaenda. Ule nilikuwa namuuliza mwingine alikuwa anakuja. Alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa Maria. Maria yuko wapi? Maria alirudi nyumbani. Hata yeye akasema hata yeye ana nini? Anarudi. Si nimemhudumia anaenda. Akaniambia tuonane, nikamwambia tuonane.
Sijui kama nilimwambia tusipoonana hapa kuna mahali tunaenda kuonana kwa sababu tumeamini Yesu. Hivyo ndio Paulo anawaambia, uso wangu hautauona tena, lakini matumaini ya kwamba tutaonana tena. Na hiyo si ndio muhimu zaidi? Basi amewaambia hivyo ya kwamba shauri lote aliwapa. Na huo ndio wajibu wa mhuduma yeyote. Shauri lote lile unajua wape. Wacha tuache kupeana habari za mapepo. Atikiona paka mweusi anasema hivi. Umeona mahali popote paka ametajwa katika Biblia? Ama kuku mweusi ukikutana na mbwa au nini? Hakuna. Hizo ndizo tunaambiwa watu wanapenda hizo sana. Jambo la tatu, onyo 28 na 29. Akawaonya ya kwamba kuna hatari. Yanaenda lakini akiwa hata mbali hawezi akawasaidia kwa hiyo hatari, kwa hivyo hawezi hata kuwa hapa. 28 na 9. Tujitunzeni nafsi zenu. Jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Najua mimi ya kuwa baada ya kuondoka kwangu mbwa mwitu wakali wataingia kwenu, wasilihurumie kundi. Ndio hiyo. Tuendelee. Tufike hapo. Hapo ndio tutajisomea. Sasa anawaonya ya kwamba mimi naondoka, lakini ni lazima mjilinde. Na mnajilinda na nini? Mjilinde. Na sio nyinyi tu mnajilinda, viongozi, kwa sababu sina wazee wamekuja. Wakaambiwa mjilinde. Na wajilinde wao wenyewe na wajilinde kundi la waliopewa kuwa waangalizi na mchungaji. Wao wenyewe wajilinde nafsi zao. Lakini pia wajue kama waangalizi na mchungaji. Nilishangaa kwa nini hakusema wachungaji, alisema mchungaji. Ni kama alikosea lugha? Hapana. Ya kwamba mchungaji ni mmoja, si ndio? Yesu Kristo. Sasa hata nikiitwa mchungaji, mimi mchungaji, sina kondoo. Hapana. Kondoo ni wa nani? Ni wa Yesu Kristo. Nyinyi mumeachiliwa tu na mumepewa nafasi kuhudumia. Kwa hivyo wajilinde, kwa sababu wanaambiwa hao wameachiwa ni kanisa la Bwana Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Tunaona gharama la kanisa ya kwamba alinunua kwa damu yake mwenyewe. Kwa hivyo wameambiwa ni lazima wajilinde na walinde. Hiyo ndiyo kazi ya mhubiri na mhuduma. Kulinda. Anaambiwa mbwa mwitu watakuja wakali na hada huruma. Kazi yao ni kuja na kushambulia na kutawanya, na wakiweza kumaliza kundi. Na hivyo anaambiwa pia kutoka wao wenyewe watainuka watu. Si watu kutoka mbali, kanisani tu. Na sijui kama umekutana na mambo kama hayo.
Sisi ambao tumekuwa kwa wengine tumekuwa katika kanisa miaka mingi, tumeona mambo mengi. Katika kanisa unakuta kumetokea mgawanyiko. Kuna watu wengine wanasema mambo tofauti kabisa. Si hata tunaona makanisa wengine wakipigana. Ndio hivyo. Kwa sababu hao ndio wanaitwa umbwa mwitu, na hao wenyewe wanakuwa hao wanainuka, wanakiongea ni upotovu tu. Kwa sababu wanataka kupata wanafunzi. Wanataka watu watataka kutabiriwa. Si watu wanapenda kutabiriwa sana. Tumesikia mahali popote Paulo anatabiria mtu. Petro, ati wewe unalio nani, mjomba wako ndiye anakushambulia, ndiye anakuingilia. Tumesikia mahali. Si yeye alikuja mtu akiwa na tatizo anamwambia tatizo lake na analisuluhisha bila kutaka kujua baba yake na mama yake ama nyanya yake. Lakini watu wengi hawataki hivyo, wanataka kuambiwa. Basi watapata watu wa kuwapotosha. Watolea utabiri wa kupotosha. Kwa hivyo wanaambiwa lazima wakumbuke Paulo. Ndio wanaambiwa waangalie na wakumbuke kuwa Paulo hakupumzika alipokuwa nao. Haisemi ati ya kwamba Paulo hata hakukaa chini kunyosha miguu na kula na nini, hapana. Ama hakulala. Lakini tunaambiwa kwa maneno yake mwenyewe anasema usiku na mchana. Anaambia usiku na mchana. Hakukosa kuwaonya kwa machozi. Aliwaonya hata alipokuwa usiku na mchana. Bila shaka alipata wakati wake wa kupumzika. Lakini ina maana kazi yoyote ilihitajika kufanya, yeye hakuhesabu gharama, aliifanya. Na ni himizo na ni changamoto kubwa kwa wachungaji sisi. Vile tunachukulia hii kazi. Hata mimi naomba Mungu anisaidie. Nijitahidi zaidi na nionekane zaidi katika hii huduma. Anasema anawakabidhi kwa Bwana Mungu na kwa neno la neema yake. Kuna mahali bora kuliko hapo, kuwa kwa Bwana Mungu na kwa neno la neema yake. Neema ndiyo inatudumisha katika wokovu. Si kazi, hapana. Bwana Mungu anatupenda na tukiwa na yeye neema yake inatutosha. Kwa sababu wanaambiwa hivi, neno hilo la neema lina uwezo wa kuwajenga na kuwapa urithi pamoja na walio takaswa wote. Hilo neno linaweza kuwajenga na kuwafanya wawe na kuwapa udhabiti na kuwapa urithi pamoja na wote ambao wametakaswa wote. Kwa hiyo sisi kuokoka, kuzingatia imani, tuna urithi wetu ambao tunangoja. Na ni wetu, na tutapokea kwa hilo neno la neema. Si kazi. Watu wengine husema hiyo mimi siwezi. Huwezi kwa nini? Sionagi haja kuokoka sababu nitarudi nyuma. Utarudi nyuma kwa nini? Ni uamuzi unafanya, na ukifanya uamuzi Mungu anapelekana na wewe. Amen. Amen. 20:33 na Biblia. Kwa Gibson wala dhahabu wala mavazi ya mtu. Ninyi wenyewe mnajua ya kuwa mikono yangu hii imetumika kwa mahitaji yangu na ya wale waliokuwa pamoja nami katika mambo yote niliyoonyesha ya kuwa
kwa kushika kazi hivi imewapasa kuwasaidia wanyonge na kuyakumbuka maneno ya Bwana Yesu jinsi alivyosema mwenyewe, ni heri kutoa kuliko kupokea. Alivyokwisha kunena haya, akapiga magoti akaomba pamoja nao wote. Wakalia sana wote, wakamwangukia Paulo shingoni, wakambusu wakihuzunika zaidi kwa sababu ya neno lile alilosema ya kwamba hawatamwona uso tena. Wakamsindikiza hata marikabuni. Jambo hili tunaona la nne linaitwa kujitakia. Yeye kujitakia kitu katika huduma. Alijua nani amemwajiri na alijua malipo mali atatoka. Sasa anasema hakutamani mali ya mtu yoyote. Sijui siku ya leo namna gani, na wahubiri tu ni mali ya wenyewe, wanaitisha, wanadai. Anasema kwa kufanya kazi kwa mikono yake alijitegemea na pia akategemeza wenzake. Wale aliambia twende, alihakikisha kwa kufanya kazi anawalipia gharama zao. Aliwaonyesha kuwa kwa kazi zao lazima wasaidie walio dhaifu. Anawaambia wasaidie nani? Walio dhaifu. Lakini siku ya leo ujumbe, saidia nani? Mchungaji. Mpe mchungaji akule, akubariki. Mpe akule, akubariki. Si ndio wanasema? Kusaidia walio dhaifu. Na anakumbusha maneno ya Bwana Yesu. Heri kutoa kuliko kupokea. Heri kutoa. Lakini mhubiri wa leo anasema heri utoe kuliko, na kutoa ni umpe nini? Pesa. Si wanasema utoe ubarikiwe. Sasa mhubiri mmoja akauliza, mbona huyo mhubiri akwambii njoni niko na pesa hapa, kama mimi ni leo nataka kuwabariki, niwape pesa ndio nibarikiwe. Sijaona mhubiri anatoa hivyo, ama nimeona wakitoa pesa, sisemi hawatoi, lakini wengi ni wape wakule, wape wanunue magari, si ndio? Aseme nilikuwa sina hata baiskeli, niko na gari. Nikasikia hata mhubiri mmoja alisimama mahali akasema, unaona hii suti nimevaa ni 30,000. Sasa suti ya 30,000 inasaidiaje huyo mama ambaye anaomba kama angepata shilingi 50? Hiyo ndio itaamua shilingi 50 kama atakula chakula kina mafuta, atakaranga ama atakula kafu. Lakini utasikia wahubiri, na ukisikia anaongea mapesa. Tofauti sana na huyu anasema yeye hata wale walienda nao aliwalipia. Kama sisi tungeamini hivyo, singekuwa tofauti sana. Hati heri kutoa. Tunaona kutoa ikiwa heri, si mzigo. Na ianze na sisi wahubiri. Tuonyeshe kwa mifano mizuri tukitoa pesa. Si kungoja tu tuletewe, tunenepe tu. Hapana. Kisha tunaambiwa anapiga magoti na kuomba pamoja nao wote. Hebu funga macho kwa dakika umuone. Anapiga magoti, anaomba nao. Ati wanambusu kila mmoja wakilia, kwa sababu anakumbuka ya maneno nilisema ya kwamba hawatamuona tena. Wewe fikiri wadana, ujue hutaniona tena. Si utanitaka kunishikilia mpaka dakika ya mwisho, ndio utasema tulipokuwa naye mwisho, mpaka hizo hisia ziishe. Wakalia sana, wakampeleka kwenye meli.
na funzo ni hili, na liko katika Yohana 17:4. Mimi nimekutukuza duniani, hali nimeitimiza kazi ile ulionipa nifanye. Ati nimekutukuza duniani, hali nimeimaliza kazi ulionipa mimi, ulionipa nifanye. Na ndio tunaambiwa kuna siku ya kutalipwa. Kila mtu na nini? Na kazi yake. Yesu alijua nikipeleka, hata sijui Yesu wakati itafika, si tunaambiwa atapeleka ni yeye bwana harusi. Na baba yake wakati kanisa litapokelewa. Sasa hiyo ndio malipo yake. Wakati ataonyesha watu wote aliofungua, si ndio? Alikuja kuwafungua na akawafungua kabisa. Sasa hapa ndio tunaambiwa ni lazima tujaribu ile kazi yote tumepewa tufanye. Mtu mmoja akasema kutakuwa huko Adani, itakuwa kama video inaonyeshwa kwa ukuta kubwa hivi. Kiangalia unaona Adani haya. Huko ni DRC. Na unajiona DRC. Unasema hapana, si mimi. Naambiwa wakati ndugu yako ni pasa Mirore alienda DRC, si ulimuombea? Hayo ni maombi yako yalifanya akafanya hiyo, si ndio? Ulimpa shilingi 5 ukamwambia ama 20 ukamwambia ukifika Kampala kunywe chai. Hiyo italipwa wewe. Kwa hivyo kazi ile tumepewa tufanye. Tusishikilie pesa na mali na tutafute mali tukose kufanya kazi ya Mungu. Kwa sababu watu wengi wamefanya hivyo. Utakuta tu mtu anafikiri magari anataka kusema yale magari yuko nayo. Anataka kusema nyumba yake vile anakula, chakula chake vile yeye ukula. Hata nikasikia mhubiri mmoja akisema mimi chakula cha kulala sikuli. Hafikiri kuna mtu anakula hiyo chakula ya kulala siku 3, si ndio? Kwa neno mengine tuyaache na hayakuwa na Paulo. Sasa 37 mpaka 38 mstari tusomee hiyo tufike mwisho. 37 na 38. Sana wakamwangukia Paulo kichwani, wakambusujudu, wakihuzunika zaidi kwa sababu ya neno lile alilosema ya kwamba hawatamwona uso tena. Wakamzindikiza hadi Makedoni. Sasa wameachana, hiyo ndio kwa heri. Wanalia sana, wanamkumbatia, wanambusu, wanahuzunika, lakini zaidi tumesikia ni kwa sababu ya hilo neno ya kwamba hatamuona tena. Singekuwa vizuri kama tungeishi maisha ya kwamba tukiachana na Gibson tunaachana vizuri kabisa. Si ati nikisikia Gibson anaenda nasema ya ameenda na pesa yangu. Au nasikia mtu amekufa na alikuwa amekataa na pesa. Yaani uhuru huo ni muhimu sana. Kuwa na dhamiri safi. Huzuni iko, lakini kuna upendo mkubwa na kuna kielelezo kikubwa, mfano mkubwa ambao Paulo alikuwa kwa hilo kanisa. Na sasa hebu basi tuishi hivyo. Jaribu vile tunaweza tuishi maisha safi, maisha yana lawama. Funzo katika Wathesalonike wa kwanza 4:13 inasema hivi: lakini ndugu,
Hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Ati sisi tukiachana na Wadan, mimi nife Wadan, unifikiri tu niko tu nimehama tu Rwanganga. Lakini tutaonana, kuna mahali tutakutana kwetu. Kwa hivyo tunahuzunika kwa sababu kuna ule upweke unakuja, si ndio? Tukiwa tutakuwa, lakini tunajua ya kwamba baadaye kuna mahali tutakutana. Kama jana nikasikia bwana mmoja rafiki yangu ati ameaga. Hatujaonana miaka zaidi ya 20, hatujaonana. Sijui kama miaka hiyo tumezungumza, naona hata labda hatujazungumza. Lakini nakumbuka mara ya mwisho tulipoonana. Nilienda kwake nikamtembelea na tulikuwa na wakati mzuri sana. Alinialika kwake. Imani kikamilifu. Hatuna deni ya imani na mtu. Amen.